Leo tarehe 8 tumeamka salama kabisa, tulishwa Mungu kwa baada ya kuingia kwenye ratiba yetu ambayo tumekuja mahali hapa kwa baada ya ratiba katika ufalme wake hapa katika mbingu yake, kwa baada ya ratiba ya kuombea kazi ya Mungu, kuombea dunia, kuombea matukio yako mbele yetu, sherehe ambayo tayari imeshafika. Basi baada ya siku 12 tu tunaingia kwenye tukio kubwa la ajabu tulishwa Mungu, bali tulisubiri kwa muda mrefu. Tangu mtoto yuko tumboni mpaka amezaliwa mpaka sasa tumesubiria tukio kubwa la ajabu sasa tunapofikia tumishi wa Mungu, tukio rasmi kabisa tarehe 20 na maze baada ya siku 12, yani wiki moja na siku tu zimebakia, wiki moja na siku 2 na siku 5 zimebakia kwa bali ya kuelekea tukio letu kubwa la ajabu. Tuko humo tumishi wa Mungu madhabahuni kwa bali ya kuombea dunia ikabidhi mbele za mfalme Zumaridi iwe safi na salama, watu wote walioko katika dunia wamkimbilie Mungu, wamjue Mungu aliyewaumba, aliyeziumba mbingu nazo nchi, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na ndio tuko humu katika hii madhabahu kwa habari ya kuomba kuvunja makandokando yote yaliyofunga fahamu za wanadamu, kuvunja falme zote za giza na mitandao yote ya kishetani, makafara, maagano, matambiko na roho chafu zote ambazo zimejaa ndani ya fahamu za wanadamu. Kwa hiyo tuko hapa kwa habari ya kuomba na kupangua mabaya yote mbele za Mungu. Tuko mahali hapa kwa habari ya kupangua kila ubaya ambao uko ndani ya fahamu za watu, kwa habari sasa ya wanadamu wote mjue Mungu, wairudie kweli ya Mungu, wamtambue Mungu aliyewaumba, warudi chini ya mkono wake, wamtukuze, wamwabudu, wamlilie na wamwimbie Mungu wa kweli. Yaani fahamu za wanadamu kuzigeuza zirudi katika mkono wake Mungu aliyewaumba. Kwa sio jambo la kitoto wala sio jambo rahisi, bali kwa neema na nguvu za Mungu anatuwezesha. Tunaomba, anasema na sisi tunaanza kuiona dunia jinsi inavyorudi mkono wa Mungu. Tunaanza kuiona dunia kupitia maombi yetu kwamba tulia sana. Kupitia maombi yetu tunaanza kuona wanadamu jinsi ambavyo Mungu anaanza kuwageuza katika ulimwengu wa roho. Mara kama Mungu atuache dunia imegeuka, amegeuza fahamu za wanadamu, hapo akazigandisha ili anazisuluhisha sana wakati wake ufike zianze kumfuata Mungu. Ili ameshazigeuza tayari roho katika ulimwengu wa roho, ameshageuza dunia. Tayari Mungu ameshaigeuza dunia, ameitoa katika mkono wa shetani katika ulimwengu wa roho. Tayari kabisa dunia imeshageuzwa. Sasa hivi sasa Mungu anasubiria akianza tukutenda dunia hii alianza kufuata leo na wanadamu walioko duniani waanze kumiminika kumfuata, maana tayari ameshawageuza, ameshawatoa katika mkono wa shetani katika ulimwengu wa roho. Kimebakia tukuzilika kwa macho ya damu na nyama. Kwa hiyo ni Mungu tu anayetuwezesha hata kuomba. Yaani kibinadamu kabisa, yaani uwezo kusema hakika huyu ni Mungu. Tunawezaje kuomba hapa? Yaani kwa akili ya kibinadamu uwezo kusema unaiombea dunia hii, niombe dunia irudie Mungu. Yaani kwa akili ya kibinadamu huwezi. Kama ni muombe dunia irudie Mungu, na ilivyochefuka kiasi hicho mpaka ikaja ikarudi, ikamgeukie, ikamwabudu, ikamuinamie, ikamkimbilie, ikamtukuze, iache dhambi zote ambazo zimeenea ndani ya akili na fikra za wanadamu. Leo wanadamu wameshageuka kuwa kama wanyama. Shetani kapandikizia roho za unyama, kapandikizia roho chafu, roho za unyama. Leo wanadamu wajigeuke, waache kabisa ule unyama wao, kwamba wamrudie Mungu. Kibinadamu wanaweza kusema hatutaweza, lakini kwa sababu tunaye Mungu, na yule aliyewafanya wanadamu hivyo ni shetani, na baba yao ambaye ni Mungu yupo duniani, ameshashuka. Kwa hiyo inawezekana, maana yule ni shetani, inawezekana kama shetani anaweza kuangeuza kutoka kwa Mungu, basi Mungu ana uwezo wa kuangeuza tena kutoka kwa shetani na kumrudia Mungu kupitia maombi yetu ya madhabahu hii ambayo imeshushwa na Mungu. Kwa hiyo tuzidi kumsihi Zumaridi tu, tuombe kabisa, maana tuwezi kujua siri ya Mungu ndani ya mwaka huu, kwamba na siri gani kubwa nzito ambayo ameiweka kwa habari ya watu wote wenye mwili. Je, ana siri gani Zumaridi kwa habari ya watu wote wenye mwili? Kuna siri gani hapo leo nayo? Kwa habari ya watu wenye mwili. Kwa sisi kwetu ni kuomba, yeye anajua.
ni kumlilia Zumaridi na kuomba na kumtukuza Mungu. Yeye anajua siri aliyonayo kwa habari ya kuwageuza wanadamu, anatambua. Anatambua kama yeye ana siri gani ya kuweza dunia yote kainame, dunia yote kamkimbilie, dunia yote isiyo na maswali na yeye. Yeye tabia za kigaidi za mauaji za kuchinja watu kama mbuzi yakashuke yakatetemeke kwake. Yeye Mungu anajua siri ambayo ameipangilia kwa habari ya dunia, wanadamu wenye sura za kikaidi, wenye roho za kikaidi, kama anakwenda kuwageuzaji, magaidi wote duniani, anakwenda kuwageuzaji. Yeye anajua siri ya kuwageuza magaidi, wakatoka kwenye ugaidi wakawa kondoo. Yaani wakawa kondoo kabisa, kwa wapole, wakashuka chini yake. Kwa yeye Mungu anajua alichokipanga kwa habari ya kushusha dunia yote itoke kabisa tabia za kidunia, tabia za shetani, tabia za kigaidi, tabia za kuzimu, tabia za kuingiza faida kwa shetani, za magaidi ya kuuana, kuchinjana, katana mapanga, kupigana risasi. Yeye Mungu anajua kwamba amekuja na kipi cha kuweza kugeuza dunia ikamgeukie yeye, yani kutoka kwenye unyama kuwa kondoo. Sio jambo dogo. Kutoka kwenye unyama na kugeuka kuwa kondoo. Yani watu wawe kondoo kabisa, hivi watulivu, wapole, wasiokuwa na mauaji na mavita kupigana wala kufanya majanga yote hivi, mpaka kuwa kondoo hivi. Yeye Mungu anajua siri ambayo iko hapo katikati ya kuweza kuwafanya watu kuwa kondoo, sio tena wanyama. Na wanadamu wanaishi kama wanyama. Yaani kana mko tumeweza kama vile wanyama porini wanapouana. Wanyama porini ambao wanyama hawana huruma. Wanalaluana tu porini. Wanalaluana porini. Kwa ndipo ilivyo hata wanadamu. Shetani amewageuza kuwa kama wanyama. Na wanyama wanaye ni huruma. Wanawana usiku na mchana. Wanalaluana usiku na mchana. Ndipo ilivyo tunalaluana usiku na mchana. Tunapigana, tunalaluana, yani tunafanyana mabaya usiku na mchana. Shetani mchana kutoka kabisa kwenye binadamu akatuweka kwenye unyama. Ndipo tunavyoishi. Kwa Mungu sasa Baba anakuja naye pia kututoa katika unyama, kutuweka katika kondoo sasa. Ya dunia yote wewe kondoo, sio tena wanyama. Wanyama ni wa shetani. Kuwafanya wanadamu kuwa kondoo, wataratibu, wenye hekima, wenye busara, wenye maarifa, wenye utukufu wa Mungu, wenye hofu ya Mungu. Lazima Mungu yeye anajua atawafanyaje wanadamu mpaka wawe wenye hofu ya Mungu, wawe kama malaika, ya kuwafanya wanadamu kwa kama watakatifu, ya kuwafanya wanadamu watembee katika uangalifu mkubwa, katika upendo wa ajabu, katika upendo, sio katika vita tena kuuana, katika upendo, katika huruma, kuhurumiana, katika hekima za Mungu, busara za Mungu. Yeye anajua siri aliyoiweka hapo, kaitunza kwa habari ya roho za wanadamu, kuzigeuza zote zikamnyenyekee yeye, aziponde ponde, azisage sage, azizae kwa upya katika ulimwengu wa roho. Yani azizae tena roho, azizae kwa upya katika ulimwengu wa roho, na kuziponda ponda wakapate kuwa binadamu, sio mnyama. Kwa maombi yetu tunaomba mahali hapa ndio naenda kugeuza, na sadaka ambazo zimetoka, ambazo zina manukato, ambazo zina utukufu wa Mungu, zina manukato, sadaka za haki, sadaka ambazo zina malalamiko, hazina malalamiko wala manuniko. Kwa sadaka hizo zinageuka sasa, kuigeuza dunia, kuitoa katika unyama. Sadaka za mfalme Zumaridi na maombi ya mfalme Zumaridi na bidii ya mfalme Zumaridi inakwenda kuitoa dunia katika unyama, na dunia kuifanya kuwa kitu kimoja. Unaona? Kuwa na umoja, kuwa na upendo, kuwa na utulivu, kuwa na hekima, busara, maarifa, upendo wa kupitiliza, upendo ule wa ajabu. Mtu kimuona hivi unajiona kama unajiona wewe. Unakuwa hakuna haki yote, yani kama tu unajiona wewe. Kwa ndivyo tunapotafuta watumishi wa Mungu, na ndio Mungu ametufikisha kwa sababu hii. Tumetupa sadaka zetu ambazo tunatoa mbele za Mungu, tunaendelea kutoa mbele za Mungu, na tumefikia hatua kubwa, na tumefikia hatua ya kiwango cha ajabu, kiwango kikubwa mno. Yani katika ulimwengu wa roho tumeshafikia hatua kubwa mno ya kuikunja dunia. Tumefikia hatua ya ajabu mpaka kufikia hatua Mungu tukifikiria inakuwaje mpaka Mungu akushusha mbingu.
yani mbingu yake imeshusha duniani, watakatifu kwa duniani, yani kaishusha serikali yake ya mbinguni, tayari ameshaiteremsha duniani. Kwa nini? Ina maana amefikia hatua ya mwisho, na ndio maana ameshusha serikali yake, kaiteremsha duniani serikali yake, maana imefikia hatua sasa ya mwisho ya ukombozi wa dunia. Tumefanya sherehe za ukombozi wa dunia ndani ya miaka 7. Miaka 7 tumefanya sherehe za ukombozi wa dunia. Na sasa sherehe ya ukombozi ni imeshafungwa. Mungu ameshaifuta. Maana tayari ameshakuja sasa kuikomboa dunia. Tumetoa sadaka miaka 7. Tumemwaga damu miaka 7. Tumefanya sherehe kubwa za kimataifa miaka 7. Tumefanya sherehe za maajabu miaka 7. Tumemwaga damu miaka 7. Tumesherehekea miaka 7 sherehe ya kukomboa dunia, kuitoa katika mikono ya shetani na kuileta dunia katika mkono wa Mungu Baba. Miaka 7, na sasa Mungu ameshaifunga sherehe hiyo ya ukombozi. Kwa nini amefunga sherehe ya ukombozi? Kwa maana tayari ameshakamilisha ukombozi wake. Ameshaukamilisha ukombozi katika ulimwengu wa roho, na ndio maana hiyo sherehe ameifunga ya ukombozi wa dunia. Muone, tumefanya miaka 7, hatuwezi kwenda mpaka miaka 8. Maana agano lake mwisho miaka 7. Kwa hiyo tumefanya mpaka miaka 7 sherehe ya ukombozi pia. Kwa habari za dunia kuja kuikomboa, kuitoa katika mikono ya shetani, kuitoa katika mikono ya ibilisi na kuirudisha katika mikono yake. Kwa hiyo katika ulimwengu wa miaka 7 kuna jambo kubwa Mungu amelifanya katika ulimwengu wa roho ndani ya miaka 7. Amefanya jambo kupitia kumwaga damu miaka 7. Amefanya jambo kubwa mno kupitia sadaka miaka 7 kwa baada ya ukombozi wa dunia. Na ndio maana sasa huu mwaka wa 7 ameshashusha vitu vyote. Ameteremsha vitu vya hazina ambazo shetani alikuwa ameziiba, amezikomboa. Ndani ya miaka 7 tunafanya sherehe ya mwaga damu. Hatukuchoka, hatukukata tamaa. Tulimwaga damu, tulisherehekea miaka 7 kwa baada ya dunia mrudie Mungu, dunia imjue Mungu, dunia iache maasi, dunia itoe katika sura ya unyama, dunia ije katika sura mpya ya Mungu Baba. Tumemwaga sana damu mpaka miaka 7 bila kuchoka. Na hata kama Mungu asingesema yatosha, tungeendelea tena kumwaga damu kwa habari ya dunia, kuikomboa, kuitoa dunia katika mkono wa ibilisi na kuileta dunia katika mkono wa Mungu Baba. Kwa hiyo watumishi wa Baba, tunayo amani kubwa hata kufikia hatua hii. Mungu ameteremsha mbingu, hizo ni hatua zake za kuiendea dunia. Tayari ameshaikomboa katika ulimwengu wa roho, na maana kukomboa vile vitu vyote ameshaikomboa. Na ndio maana tumeona maono jana kwamba wanadamu wamerudishwa, walikuwa wanaenda gizani. Wanatembea wanadamu gizani kama jinsi alivyoona mtumishi wa Mungu Isaya mawiki. Wanadamu wanatembea gizani. Lakini pia Mungu Baba kupitia ufumbuzi wake akayosha fimbo yake, akaipiga fimbo, wakageuzwa katika ulimwengu wa roho hapo. Wakageuzwa sasa, watu wote fahamu zao zikageuzwa, alafu wakagandishwa hapo ili wasubirie matendo ya Mungu ili waanze kutembea tena kufuata mwanga ambaye ni Mungu Baba. Kwa ni neema kubwa tumefikia hatua kubwa sana. Ni neema hata kufikia hatua tulionayo. Ni neema ya ajabu hata kufikia yani ni safari, tumetoka safari ndefu mpaka wanadamu kufika hatua tulionayo sasa hivi. Ni miaka leo mwaka wa 15 tangu tumeanza safari yetu ya wokovu, tangu tumeanza kumtangaza Mungu wa kweli, tangu tumeanza kuhubiri imani ya kweli, tumeanza kuiombea dunia. Miaka sasa 15. Huu ni mwaka wa 15 tangu mwaka 2010 tunaiombea dunia mpaka leo mwaka 2015, na hatujachoka kuomba, hatujakata tamaa wala kuchoka kuomba. Miaka 7 ya sadaka ya ukombozi wa dunia, miaka 15 ya kuiombea dunia bila kukata tamaa, bila kuchoka, bila kulegea, bila kujikinai, bila kurudi nyuma, bila kulegea, bila kuvunjika moyo. Miaka 15 sio kitu kidogo. Sasa mpaka kufikia hatua zile zimekombolewa, ni miaka 15 tunaiombea dunia. Mpaka kufikia hatua hazina kurudi katika mkono wa Mungu, sio mchezo, sio lelemama. Mpaka kufikia hatua Mungu kukomboa mali miliki zake zilizokuwa zimetekwa mbinguni kwa muda mrefu, zilizokuwa shetani amezikamata kwa muda mrefu. Shetani anazitumia kuikamata dunia. Shetani anazitumia dunia kuzikamata. Kiti cha utawala alikuwa amekikalia yeye. Amekikalia dunia itikisiki, yani imeshikwa na mkono wa shetani. Makafara ndio makafara, maagano ndio maagano, tabia za kinyama ndio za kinyama, tabia za mauaji, tabia za kusagana, tabia za mapenzi ya jinsia moja, tabia zote chafu
zilienea katika uso wa dunia. Zilienea kwa kiwango cha ajabu, kwa kiwango kikubwa mno zilienea, kwa kiwango cha ajabu zilienea tabia chafu. Ndani ya hiyo miaka yote 15 Mungu tukaanza kuomba mpaka leo mwaka 2025 15, imagine tunaiombea dunia mpaka sasa dunia imekuja kufikia hatua hii. Kama mwingine akikata tamaa, angeona kama hamna kitu, angevunjika moyo akakata tamaa, akaendelea maisha yake. Lakini kwa sababu tunamaanisha katika roho, tunamaanisha mpaka leo umefikia wakati wa Mungu kukomboa mali zake, kukomboa miliki zake, kukomboa kiti chake cha utawala, kukomboa vitu vyote, kitabu, kukomboa kitabu cha Matendo, kitabu, kukomboa sanduku la hazina, kulikomboa sanduku ambalo limejaa baraka, limejaa sanduku la hazina, kulitoa katika mikono ya shetani na kuileta katika mkono wa Mungu Baba. Sio jambo rahisi, ni safari ndefu ya mtoto mkubwa. Miaka 15 ni mtoto kabisa ambaye kama ni shule sasa iko form 4, miaka au form 2, miaka 15. Ni safari ya mtoto wa miaka form 2. Yaani kama ni mtoto ambaye ajitambui ameshaanza kuzaa, miaka 15 ashaanza na mtoto. Miaka 15, safari ya wokovu tumeitembeza miaka mingi. Tumetembeza mpaka kufikia hatua tunaiombea dunia tu. Tunavunjaga mabaya, tunavunjaga makafara, tunavunjaga maagano, tunapigana na shetani miaka 15. Tunapigana na shetani, tunaangamiza falme za giza, tunazidi kuteketeza mpaka tumefikia hatua ya kukomboa sanduku la agano, tumekomboa kitabu, tumekomboa sanduku la hazina, tumekomboa siri ya Mungu Baba ambayo shetani alifunga kaiziba, tumekomboa namba ya siri ya kufungua dunia, tumekomboa ambayo shetani kama iliteka kaifunika kaweka siri yake, dunia kaiongoza yeye kwa mabaya yake. Mpaka tumefikia hatua hapa sasa hivi mpaka mtoto amezaliwa aliyekuwa amebeba roho wa mbinguni ameshazaliwa. Muone tumefikia wakati wa mwisho sasa, wa mwisho. Na ndio maana yote ya Mungu ameyatenda, yote ya Mungu ameyatimiza, bali wakati wake wa mwisho. Mwanga ameshauleta duniani sasa, tayari kwa duniani mwanga, tayari mwanga kwa duniani. Lakini kiangalia safari ilikuwa ni ndefu, safari yani ilikuwa ni ndefu. David alikuwa miaka 6 mpaka leo David ana miaka 20. Huu mwezi anatimiza miaka 21 David, mpaka leo ana miaka 21. Mtoto huyo ana miaka 21. Tangu tumeanza safari ya wokovu ameanza ana miaka 6. Leo ana miaka 21 mtoto. 21 leo anasoma chuo nje. Safari imeanza na miaka 6. Safari imeanza na miaka 6. Leo ana miaka 21. Hebu niambie, ni safari ndogo hiyo? Mtoto ameshakuwa mtu mzima. Ameshakuwa mtu mzima kabisa mtoto. Ni mambo makubwa sana haya. Sasa wakati wa Mungu umefika, mpaka madhabahu yake ameshusha duniani, mbingu yake ameshusha duniani. Maana anataka ifanye mbingu kuwa wanadamu wote kuwa kondoo. Anataka kuwafanya wanadamu kuwa kondoo, kuwatoa katika hali ya unyama, hali ya vita, hali ya kumwaga damu, hali ya kupigana, kuuana, kulawitiana, kutapeliana, madawa ya kulevya, pombe, ufisadi, uzinzi, makasino, mastarehe ya kishetani. Anaenda kuitoa dunia huko. Aenda kuitoa dunia huko. Maana yeye ni Mungu, hawezi akashuka duniani kama hajafikia mwisho. Hawezi kuteremsha kiti chake cha enzi duniani kama hajafikia mwisho. Amefanya ukombozi mkubwa, ukomboa miliki zake ambao shetani alijivunia nazo duniani. Alijivunia, akajigamba, akaona yeye ndio yeye, akaona kampona Mungu, akaona Mungu ni mpumbavu, akaona Mungu mjinga, akaona Mungu hana akili, akaanza kumzomea, amepona mali zake. Lakini kwa Mungu alikuwa amenyamaza. Maana Mungu ni simba mwenda pole, huwa hana haraka. Ni simba mwenda pole, lakini ndio anaenda hivyo. Simba mwenda pole ambaye ndio anaenda hivyo, Sasa tumefikia wakati wake sasa wa kukomboa miliki zake zote alizokuwa shetani amezikalia. Umefikia wakati huo sasa. Umefikia wakati sasa wa dunia yote imtambue Mungu wa Zumaridi, imtambue Mungu aliyeijilia dunia. Na ndio maana amefanya process taratibu, underground tu. Kafanya process underground, chini kwa chini. Watu wengine hawajui kama Mungu yuko duniani, wanatukana, wanaziaki, wanaponda, hawajui kama amerudi duniani, yuko ndani ya binadamu mwanamke. Hawajui roho yake imejificha mwanamke, wanamtukana mwanamke, wanamziaki, wanamponda matusi mpaka ya nguoni.
wanatukana, wanaziaki, wanacheka, wanachukua video wanajaribishia, wanapofanya kama ile comedy, wanajaribishia. Kumbe ndiye yeye. Kumbe ndiye yeye Masihi. Kumbe ndiye yeye amerudi. Wanamfanyia manuva mengi. Kumbe ndiye yeye amerudi duniani. Wanamziaki, wanamtukana, amerudi duniani. Sasa wanakwenda kumshuhudia duniani. Wanakwenda Mungu amekamilisha miliki zake ambazo zimechatekwa, zimepiganiwa mpaka zimekombolewa, zimeenda mbinguni, zimepiganiwa na Zumaridi wa mbinguni na Zumaridi wa duniani. Mungu Baba mwenyewe wamepigania miliki. Tena kwa muda mchache tumeteseka miaka mingi tunaombea kazi ya Mungu, lakini ndani ya miezi tu miezi amekomboa zile zote. Lakini tukiangalia safari ya nyuma ni miaka tumeteseka, maombi, mapambano, makerubi kushuka, kupambana, kupigana vita, makerubi kushuka kuzimu ndani ya wanadamu, kupambana vita kwenda kuzimu, kupigana kuna kukomboa dunia, kuvunja maagano, makerubi kushuka kwa. Kumbe Mungu yeye alikuwa anakwenda kwanza chini kwa chini. Sasa tumefikia wakati Mungu ameshafika sasa. Miezi tu, ndani ya miezi amekomboa miliki. Ndani ya miezi ameshusha mbingu. Ndani ya miezi mtoto aliyebeba roho ameshazaliwa. Miezi tu, tena haraka ameenda faster tu tayari. Kwa sababu anataka dunia ikamtambue Mungu. Anataka dunia ikashuke chini ya mkono wa Mungu. Anataka dunia ikaimbe Hosana. Anataka dunia ikaimbe wimbo mmoja. Anataka dunia ikamwabudu Mungu mmoja. Anataka dunia ikashuke katika imani moja na mbingu moja na ufalme mmoja. Umeona? Anataka dunia ikamjue Mungu. Wanadamu wote wakarudi katika mkono wa Mungu wao aliyewaumba, wakamkimbia jambazi. Shetani aliwaiba. Shetani aliwaiba wanadamu, akawatoa katika mkono wa Mungu Baba, akarejea katika mkono wake wa Shetani. Sasa Mungu amekuja kuwarudisha watoto wake, dunia yake katika mkono wake Mungu, na ulimwengu mzima mtambue Mungu ndani ya Yesu. Dunia yote mtambue Mungu. Dunia yote ishuke chini ya mkono wa Mungu. Dunia yote itetemeke. Dunia yote taruki. Dunia yote iimbe wimbo moja. Dunia yote iseme hakika huyu ni Mungu. Hakika tulimtukana Mungu, tulimsiaki Mungu, tulimtukana Mungu. Dunia yote ishuke kwa mkono wa Mungu wa kweli, na kutoka katika mkono wa jambazi, mkono wa baba wa kambo, na kurudi dunia katika mkono wa Baba, mkono wa Mungu wa kweli, mkono wa baba yetu halali aliyetuangaikia, kutesekea mpaka ametukomboa, kutesekea, kavunja maagano baba yetu wa halali ambayo tuliokuwa tumeshikiliwa, tumekamatiwa, kavunja makafara, kavunja maagano yaliyokuwa yametuweka katika target, yametuweka katika target, ameyavunja na sisi tuko huru leo. Ameyakanyaga maagano, leo tuko huru. Ameyabomoa makafara, leo tuko huru. Umeona? Kwa hiyo watumishi wa Baba, ni jambo la ajabu sana. Ni jambo la kumshangaa Mungu. Ni jambo la kumtukuza Mungu. Mungu amekuja ulimwenguni. Dunia ikienda kutoka gizani. Dunia inakwenda kutoka gizani. Tayari katika ulimwengu dunia imeshageuzwa. Tayari katika roho imeshageuzwa dunia. Tayari katika roho imeshageuzwa dunia. Wanadamu tayari katika wameshageuzwa. Bado kuzilika tu kwa macho ya damu na nyama, yanashuhudia matendo. Wanadamu waanze kuporomoka sasa, kwa kufuata mwanga. Kwa ni mambo ya ajabu sana ya watumishi wa Mungu. Mungu amefikia hatua ya ajabu sana kushusha mbingu duniani. Hatua ya ajabu sana kuteremsha madhabahu yake. Mbingu hajatosha kushusha mbingu na madhabahu yake iteremsha ya kwake duniani. Kwa nini Mungu ateremshe madhabahu duniani? Tumefikiria kwa nini ashushe madhabahu yake duniani kitu gani chafu kiasi hichi? Alafu ashushe madhabahu yake duniani, ashushe mbingu yake sehemu chafu. Ina maana yeye anajua katika ulimwengu ameshaigeuza. Katika ulimwengu roho ameshaigeuza, singeshuka Mungu na mbingu yake ameshaigeuza dunia. Anajua hatua ambayo amefikia Mungu Baba kabla ya dunia, na ndio maana mbingu ameshusha kwa habari sasa kuja kuikomboa wanadamu waingie mbinguni sasa. Waishi maisha mazuri, maisha yenye upole, yenye hekima, yenye busara, maisha yenye furaha, yenye umoja wa hali ya juu, yenye upendo wa hali ya juu, yenye kushikamana hali ya juu, sio maisha ya unyama. Maisha ya unyama tunaenda tunayaaga. Yanaelekea mwisho maisha ya unyama. Tunayaaga maisha ya kuuana. Tunayaaga maisha ya kupigana risasi. Tunayaaga maisha ya uasherati. Tunayaaga maisha ya ngono. Tunayaaga maisha ya madawa kulevya. Tunayaaga
maisha mapenzi ya jinsia moja naenda kuisha, hayo yote na kwenda kuisha duniani. Duniani wanadamu wote wanakwenda kuwa kondoo wa Mungu, sio wanyama tena. Kondoo dunia yote, kwa maombi ya Zumaridi, kwa sadaka zake zote, kwa kujitabisha kufanya masherehe kwa habari ya kukomboa dunia, kwa habari ya kujitabisha kwa maombi na sadaka zake na kufanya sherehe mbalimbali, mwaga wanyama mbalimbali kwa habari ya kuikomboa dunia. Kwa mabaya yote sasa hivi yanaelekea mwisho. Yanaelekea mwisho mabaya yote katika dunia hii. Tumeivalia njuga dunia mpaka imjue Mungu wa kweli. Tumeivalia njuga dunia kuiombea, kutoa sadaka mpaka dunia ipate kurudi katika mkono wake Mungu Baba. Wanadamu kama alivyowatengeneza mwanzo akawaumba, na ndivyo anapokwenda kuwarudisha wanadamu wale wa kwanza, wenye busara, wenye hekima, wenye maarifa, wenye pendo la agape, wenye pendo lisiokuwa na kifani, wenye pendo zito lisiokuwa na unafiki ndani. Anakwenda kuwarudisha wanadamu wenye kuwafanya kuwa na upendo usiokuwa na unafiki. Lakini leo shetani amewafanya wanadamu kuwa na upendo wa kinafiki, upendo wa kinyama, upendo wa mauaji. Mtu unamwona anakupenda kumbe na kuua. Unamwona mtu anakupenda na kusamehe kumbe anakudia target ya kukuchukulia hata mume wako. Unaona kabisa mtu ananipenda, anapenda kumbe la azati, kumbe ndani ya roho yake anawaza kukuua, anawaza kukuwekea sumu, anawaza kukuchinja, anawaza kukuvamia, anawaza kukuibia. Unaona anakujifanya kwa karibu na wewe, kumbe ni mnyama, kumbe ana rangi nyingine ndani ya roho yake, ana rangi chafu ndani. Hayo ndio shetani yuko ameweka ndani ya fahamu za watu. Kwa hiyo Mungu Baba sasa anakwenda kurudisha dunia pendo la kweli, pendo la agape, pendo lisiokuwa na kifani, pendo la ajabu, pendo zito, pendo lenye utukufu wa ajabu, pendo ambalo anakwenda kushusha lenye amani ya ajabu, anakwenda kuiteremsha duniani. Sio pendo la kinafiki, pendo la kuzama rohoni, pendo la kweli la ndani, pendo la kupenda mtu kuanzia rohoni mpaka mwilini. Anakwenda kuturudishia pendo letu la zamani ambalo shetani alituondolea, akatuwekea pendo la kinafiki katika dunia hii. Kwa hiyo tunaamini kabisa dunia inakwenda kugeuka, inakwenda kumwimbia Mungu wimbo mmoja. Watu wote tunakwenda kutoka katika misitu sasa. Tunakwenda kutoka katika unyama, katika mapori. Tunakwenda sasa kurudi katika mwanga, katika nuru ya Mungu kupitia sadaka za Mfalme Zumaridi, maombi ya Mfalme Zumaridi, hekima zake, busara zake na pendo lake takatifu ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Anakwenda kutufanya kuwa na pendo kubwa na amani ya ajabu katika uso wa dunia. Dunia inakwenda kumwimbia Mungu hosana, inakwenda kuwa kitu kimoja, inakwenda kunyenyekea, wanakwenda kuwa wanakondoo. Wanakwenda dunia watu wote wanakwenda kuwa wanakondoo. Maana naamini ya kwamba mpaka kufikia hatua Mungu kushusha madhabahu, kuteremsha mbingu yake na utakatifu wake duniani, kuiteremsha jeshi lake, kuiteremsha serikali yake ya mbinguni, akaishusha duniani, hakika umefikia mwisho. Hakika wakati wa shetani umefika mwisho. Umefikia mwisho wakati wa Ibilisi. Umefikia mwisho wakati wa shetani. Nikikali kitafakari na shangaa sana kwamba nimefika hapa. Nikikali kitafakari na shangaa, nikiangalia safari ya kule ya nyuma ilivyokuwa na msukosuko yote, ilivyokuwa na mambo mazito, hata leo kufikia hatua hii, hakika namtukuza Mungu. Hakika ninamtukuza Mungu. Hata kumtia nguvu leo Zumaridi, hata kufikia hatua hii, nimekimbia sana. Nimekuwa na msukosuko hapa na pale. Nimekuwa nikifuatiliwa na serikali hapa na pale. Nimekuwa nikifuatiliwa na wachungaji. Nimekuwa nikifuatiliwa nikifuatiliwa hata na watu wa wafanya biashara wakubwa. Lakini sikukata tamaa, sikuvunjika moyo, sikurudi nyuma, sikugeuka hata leo kufikia hatua hii. Hata leo kufikia hatua ya kubwa kiasi hiki. Hatua ya ajabu, hatua ambayo ni ya mwishoni kabisa, ya kwenda sasa kutukuka duniani, ya kwenda kujua sasa kumbe udada alikuwa na Mungu wa kweli. Nimefikia hatua hii. Hakika Mungu umenitia nguvu, umeniwezesha, umenitia nguvu kwa kiwango cha ajabu. Kama ni binadamu ni kukimbia, kama ni binadamu ni kuacha kazi, kama ni binadamu ni kusema hakika hii kazi sio kazi, kwa misukosuko mikubwa na mizito ambayo nilikuwa nimeipata mimi. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni Alfa, wewe ni Omega uliokaa ndani yangu, ukaniwekea roho ya uvumilivu ya ajabu,
kaniwekea roho ya kutokata tamaa, kaniwekea roho ya kutokurudi nyuma, kaniwekea roho ya kusonga mbele. Kuli gani? Kanipandia roho ya kutokugeuka nyuma, roho ya kutokugeuka, roho ya kusonga mbele, kuangalia binadamu, roho ya kutokuangalia mtu na hasi, roho ya kutokumwangalia mtu amepata tamaa, roho ya kutokumwangalia mtu na hasi anatukana, roho ya kusimama na kusonga mbele. Hakika Mungu umemtia nguvu mwanao hata kunifikisha hatua hii leo, hata kunifikisha kiwango kikubwa kama hiki, si kwa ufahamu wangu binadamu, si kwa akili yangu ya kibinadamu, si kwa mawazo yangu, yani si kwa ujanja wa kibinadamu, sio kwa ujanja wa kuzaliwa, sio kwa ujanja wangu, ni kwa nguvu yako, ni kwa roho wako ndiko unaniongoza kupigania haki yako ingie duniani, kupigania haki ingie duniani, kuipigania haki ulimwengu wote mtambue Mungu, kupigania haki dunia yote iliyotekwa katika mkono wa Ibilisi wapate kuitambua kweli. Na hata leo sasa, na zana hata leo baba yangu nimefika, hata robo 3 nimeshaipita, hata robo 3 nimeshaipita, nimebakia serusi tu. Dunia ndio Mungu, dunia yote iwe wewe wanakondoo, imebakia serusi tu. Dunia wewe wanakondoo wote, yani wote wewe wanakondoo. Nami nakushukuru Mungu wa Israeli hata kunitia nguvu, hata kunipa ujasiri na ushujaa mkubwa kiasi hiki, kunipa ushujaa wa kutokutetereka, kunipa ushujaa kutokuogopa, kunipa ushujaa wa kutokuyumba, kunipa ushujaa kutangaza neno bila kutetereka, kunipa roho pana ya kutafutwa lakini siogopi, ya kuinda kuuawa lakini siogopi kuuawa, ya kuinda hata kupewa sumu, ya kuinda kunyongwa lakini siogopi kunyongwa. Vitisho na vitisho vimepita kwangu, vitisho na vitisho vimepita kwangu, lakini Mungu ulinitia nguvu ya kuvuka vitisho hivyo. Uliniwezesha uliniwezesha hata vitisho nikavivuka. Ulinitia nguvu Baba, hata vitisho vyote nikavivuka, nikapita. Kile kijingi la kipita, kile kingi la kipita, kijingi la kipita. Tangu Baba nimeanza kazi, sijawahi kurudi nyuma, sijawahi kugeuka, sijawahi kurudi nyuma, utukufu hadi utukufu. Hata leo nimefikia hatua hii, sijawahi kugeuka. Hata kiniacha waliokombolewa na kuniacha na kunitukana, sikugeuka. Japo wao walikuwa nyuma, lakini sijawahi kugeuka na kukuacha. Sikuwahi. Nilizidi kusonga mbele na ulizidi kuniletea watu. Hata akifa watu ngapi unaleta wengine. Ulizidi kunitetea na ukazidi kunifariji. Hata leo Mungu umefikia hatua hii. Nimefikia hatua kubwa, nimefikia hatua ya ajabu, nimefikia hatua ya mbingu kuishusha mbingu, nimefikia hatua ya ajabu kama hii. Hata leo watu Mungu unazidi kuniinulia. Leo kina Isaya hapa Maulidi ni manabii, unazidi kuniinulia manabii, unazidi kunijazia watumishi. Mungu wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Umeniwezesha mwanao, wewe ni Alfa na Omega. Hata leo Mungu umeshuka, hata leo umejitokeza kwa wanadamu kwa sababu ya bidii zangu. Umejitokeza kwa wanadamu, wanakuona wanakuona Baba kwa maumbo mbalimbali, wanakuona kwa maumbo mbalimbali, wanakuona Zumaridi, wanakushuhudia kombo la simba, kombo la nini, kombo la jua, kombo la mwanga, kombo la Baba, kombo la njiwa, wanakuona kombo la njiwa, wanakuona kwa maumbo mbalimbali kwa sababu ya kuniwezesha. Umeniwezesha Zumaridi ya Bwana mpaka nimekukutanisha na wanadamu Baba. Umenitia nguvu mpaka nimekukutanisha na wanadamu, wamekuona Baba. Niseme mbele zako, hakika wewe ni Alfa na Omega, hakika wewe ni mwanzo na mwisho. Umenifanya mpaka wanadamu wamekuona, mpaka wanadamu wamekuona kwa macho yao. Hiyo ni bidii, ni bidii yangu Baba, ni bidii. Hiyo ni roho ulioniwekea, bidii ya kutokuvunjika, ya kutokujikinai Baba. Makubwa na mazito niliyoyafikia Baba, niliyoyapitia. Kama ilikuwa sio roho kunipa Baba, ningejikinai. Kama sio roho wako kuweka ndani yangu Baba, ningejikinai. Kwa magumu niliyonipitia, nimekaa gerezani mwaka, kwa mateso, kwa manyanyaso makubwa, kwa matusi, kwa ziaka kali, kwa ziaka za ajabu Mungu wangu, kwa matusi makubwa, kwa manyanyaso makubwa, kwa kutaka kuniua hata kwa sumu Baba. Nimekaa Central hapo, nimeenda Nyakato Baba, nimeenda kuuawa, lakini nimetoka nikaendeleza kazi yako. Hakika wewe ni Mungu ambaye umekaa ndani yangu. Umeniwezesha mpaka wanadamu leo wanakuona kama maji, mpaka wanadamu wamejua siri ya mbingu kupitia Baba, kupitia kuniwezesha. Umeniwezesha mpaka binadamu nimewafundisha, mpaka wamejua mbingu, mpaka wamejua kuzimu wanadamu,
Paka wanadamu wanakwenda kuzimu kama maji, wanamuona shetani na shetani kutoa siri zake. Mungu, hakika umeniwezesha, umeniwezesha. Una haki ya kushusha mbingu, una haki Mungu kuteremsha mbingu, maana umenitia nguvu mwanao. Nimewafanya wanadamu hata wanakuona. Wanadamu nimewafinyanga mpaka wanakuona, mpaka wanaisikia sauti yako Mungu, uliyekuwa mbali kiasi hicho. Uliyekuwa mbali na wanadamu, ulikuwa mbali kwa sababu shetani alikuweka mbali na wanadamu. Shetani, Mungu alikuweka mbali na binadamu. Binadamu alikuwa ni wanyama, lakini leo Mungu umeniwezesha mpaka kumfanya binadamu aonane na wewe. Umeniwezesha Mungu mpaka leo binadamu anakuona kwa umbo la simba, kwa umbo la nini, kwa umbo la maumbo mbalimbali, kwa tetemeko, kwa ngurumo, kwa radi. Nimekukutanisha na binadamu. Hakika Mungu unastahili sifa, unastahili pongezi kubwa, unastahili kutukuzwa, unastahili kuinuliwa Mungu wetu, unastahili kupewa sifa, unastahili kuabudiwa na ulimwengu mzima. Maana mimi sikutegemea, maana binadamu, shetani aliwaweka binadamu mbali na Mungu, aliwaweka binadamu mbali na wewe sana. Walikuwa ni wanyama, walifanya tabia za kinyama, walifanya tabia mbaya, walikwenda kumwinamia shetani kwa waganga, walikwenda kumwinamia shetani kwa waganga kienyeji, wakaingia na mkataba. Wengine kana waganga, wakala shetani. Wengine walifanya mambo mabaya, uchafu wa kila aina, uchafu usioweza hata kuongeleka. Waliufanya uchafu wa shetani, waliufanya, wakaufanya, wakajiungamanisha na shetani, wakamwona tendo baba yao ndio Mungu wao. Bila shetani maisha yaendi, bila shetani maisha yaendi, bila kafara maisha yaendi, bila ndagu maisha yaendi, bila pombe maisha yaendi, bila kusagana maisha yaendi, bila kulawitiana maisha yaendi, bila kubaka maisha yaendi. Mungu, hakika wewe ni Mungu. Umetenda makubwa sana Baba. Umetenda maajabu makubwa duniani. Hata leo dunia inapenda kukuita Baba. Hata leo dunia sasa inakwenda kukuita Baba. Inakwenda kukuita Baba dunia. Inakwenda kushuka chini yako Baba, kutia uvumilivu ulionipa. Dunia inakwenda kukuita Baba. Dunia inakwenda kushuka chini yako Baba. Dunia inakwenda kukuimbia. Dunia inakwenda kuimba wimbo mmoja. Hakika dunia Baba inakwenda kuimba wimbo mmoja. Inakwenda kukutukuza dunia. Hakika umeniwezesha Baba. Umenitia nguvu mwanao Zumaridi. Umeniwezesha mwanao. Umenitia nguvu. Hakika sikutegemea. Kama ningefika hapa, sikutegemea kwa magumu niliyopitia. Sikutegemea Mungu wa Zumaridi. Umenifanya leo kuitwa, umenifanya leo kuitwa mfalme duniani. Umenifanya leo kuitwa Baba duniani. Umenifanya kuheshimiwa na watu wote. Umenifanya kwenda kuinamia na dunia. Umenifanya dunia kunikimbilia kama mchanga. Umenifanya dunia nikimbilie kama nyuki. Umenifanya leo dunia niite Baba wa dunia, niite Mungu wa dunia. Hakika ni kwa sababu ya pendo lako takatifu, pendo lako kuu. Umenipa roho pana, roho sio nyauka, roho sio nyauka. Umenipa roho ya kuchanua kila leo. Kila leo roho inachanua tu. Baba, umenipandia roho sio nyauka, roho sio geuka, roho sio kutudhiaki, roho sio kutukana. Umenipitisha magumu na magumu, lakini sikuwahi kuinua kinywa kutukana. Umenivusha magumu na magumu, umenipitisha. Sikuwahi Baba hata siku moja kutukana Baba. Nilikuwa nasema Baba, nitie nguvu. Baba, niwezeshe majaribu yote ambayo napitia. Nitie nguvu Zumaridi. Niwezeshe Mungu wangu, nivuke na hili. Niwezeshe nivuke na hili. Ulinivusha. Kila jaribu kubwa lilikuja Baba, mlango ulitoka, nikapita. Kila jaribu Baba, sikukata tamaa, sikurudi nyuma. Ni magumu mengi nimepitia. Ni magumu mengi nimepitia Baba. Kwanza niko kwa bendera Baba, umenipitisha magumu, umenipitisha magumu. Kwanza niko kwa bendera, umenipitisha. Nikatoka Marekani Baba, nikasimama mwenyewe, umenipitisha. Vikao vya wachungaji, vikao wanataka, wanatamka wachungaji kuniua. Wanatamka mbele yangu bila kuogopa. Haufiki Desemba tunakuua. Haufiki Desemba wewe lazima tukuue. Yote waliyasema mbele yangu. Waliyasema, lakini Mungu alikufa wao. Mimi sikufa. Uzidi kunitia nguvu na kuniwezesha. Hakika Mungu uhimidiwe. Wewe ni Mungu. Wewe ni Alfa. Hakika Mungu sikuweza. Kwa akili zangu sikuweza. Nilikuwa nikiwindwa na maskari muda wote. Muda wote na windwa tu.
Muda wote unalala ndani. Nalala Central. Natoka nalazwa tena. Natoka nalazwa Central. Natoka nalazwa Central. Baba, lakini angalia leo. Leo nitazame Baba. Baba, niangalie mwanao. Hata leo niko hapa. Wewe ni Mungu. Nimekujengea madhabahu. Nimekujengea nyumba isiyolalwa na mtu yoyote. Nyumba Baba ambayo sijaweka mpangaji. Sijaweka mpangaji kukula hela mimi. Sijaweka mpangaji kama ni pesa zangu zirudi. Milioni Baba zimelala hapa. Lakini Mungu ni kwa sababu ya utukufu wako tu. Kwa sababu ya utukufu wako tu Baba. Sio kwa sababu ya biashara. Sio kwa sababu niweka wapangaji nianze kula hela. Baba, hakika wewe ni Mungu. Umeniwekea roho ya ajabu sana. Umenipandia roho ya ajabu. Umenipa roho ya pendo la ajabu ya kupenda watu. La kuwapenda hata kama nawafokea na waweka katika njia salama. Na waweka katika njia salama ili kusudi wasipotee. Ili kusudi wasiangamie, sio kwa kuwakandamiza, sio kwa kuwapoteza, kwa kuwajenga ili wawe katika njia salama. Wewe ni Mungu. Baba, endelea kunitetea. Wewe ni Mungu. Hata nimefikia hatua hii ya kushusha madhabahu hii, ya kujenga madhabahu na kuhama nyumbani kwangu na kuja katika madhabahu hii kwa habari ya kusema na wewe. Nawe ukaona hapana, sio madhabahu tu, na teremsha na mbingu mwanangu nifurahisha, na mbingu kaishusha. Hakika Mungu, wewe ni Alfa, wewe ni Mungu. Unakwenda kutukuzwa duniani, unakwenda kuabudiwa kupitia kifua cha ufalme, unakwenda kuabudiwa, unakwenda kutukuzwa mfalme, unakwenda kuimbiwa na dunia. Dunia inakuja, naiona dunia inakuja zaidi ya umeme, inakuja kukuangukia. Inakuja dunia sasa zaidi ya umeme kuja kukuangukia Baba, kuja kukutukuza Mungu wetu. Watu wote duniani kurudi kwako, kurudi alikotoka kwa baba yao, kutoka kwa baba wa kambo, kutoka kwa baba wa kambo. Wanadamu wanakwenda kutoka sasa kwa baba wa kambo, wanakwenda kutoka sasa kwenye manyanyaso, maisha magumu, maisha ya kishetani. Wanadamu wanakwenda kutoka kwenye maisha magumu, maisha ya kuganga njaa, maisha masikini, maisha ya magonjwa, maisha ya machafu, maisha mabaya ambayo shetani aliwapa. Mizimu ya ukoo inabatiza maisha magumu, mizimu ya mababu na mabibi inabatiza maisha machafu, maisha mabaya, maisha masikini, maisha sio kuwa na amani, maisha mabaya. Baba, leo dunia inakwenda kusimamisha mazuri. Unaileta baraka ya dunia Baba. Unaenda kuileta sasa baraka ya dunia. Wewe umejaa dhahabu, umejaa mali Baba. Umejaa dhahabu, umejaa mali. Hata mimi leo siwekea Bwana. Yesu, maisha maskini, maisha ya kukosa hata nguo za kuvaa, maisha ya kukosa hata kulala, maisha ya kulala chini, ya kulala papasi, kulala kunguni, kuliwa na mbu Baba, maisha ya kukosa hata godoro, maisha ya kulala chini, kutandika nguo zilizoisha na asubuhi kuzivaa. Leo umenifanya kuvaa nguo mpaka naziangalia. Leo umenifanya kumiliki majengo mpaka nayangalia. Leo umenifanya kumiliki viwanja mpaka na vigawa. Baba, hakika wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu wa ajabu sana. Wewe ni Mungu umenitoa katika maisha mabaya, maisha ya ziki, maisha machafu, maisha yasiyotamanika, maisha yasiyosimlika, hata kuniweka leo hapa nilipo. Na bado unakwenda kuimilikisha dunia. Hii ni safari tu ya kunionyesha napokwenda. Hii ni safari ya kwanza, hatua ya kwanza ya kunionyesha napokwenda, ya kunionyesha Mungu napokwenda. Unanionyesha Baba, mwanangu namiliki, hujamiliki. Hapa nakuonyesha unapokwenda, na kuonyesha haya majengo, na kuonyesha unapokwenda, na kuonyesha kwenda kumiliki dunia, na kuonyesha unapokwenda. Unavyokana watu wengi, unavyowapa watu makazi, unawapa watu makazi bila kuadai, unavyowapa watu makazi, na kuonyesha unapokwenda, unapokana watu wengi na kuwahudumia, na kuonyesha kwamba dunia ni yako, na kuonyesha kwamba dunia ni yako. Hakika Mungu, wewe ni Alfa, wewe ni Omega. Umeniwekea pendo la ajabu, umeniwekea roho ya pendo la ajabu, umeniwekea roho ya kusamini roho, umeniwekea roho ya kumsamini wanadamu, umeniwekea roho ya kumsamini mtu, umeniwekea roho Baba ya kusamini binadamu, ya kusamini utu wa binadamu. Hakika Mungu, wewe ni Mungu. Hakuna binadamu hivi duniani, hayupo binadamu hivi duniani. Hakika wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu Baba. Umeniwezesha,
Umenifanya kwa binadamu wa ajabu duniani. Umenifanya kwa binadamu Baba. Wanadamu wataulizana binadamu gani huyu? Watahojiana, wataulizana, hawatapata majibu. Watasema huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu, sio binadamu. Hakuna binadamu design hapa. Hakuna binadamu wala mzazi wa design hapa. Hakuna mzazi wa design hii. Hakuna mzazi. Mmenifanya hata kuozesha. Mmenifanya hata kuozesha watu wa kanisa na kuozesha. Mmenifanya hata kuozesha kwa kufundisha ndoa watoto. Mmenifanya Baba, mmenifanya kuwajali watu. Mmenifanya kuwasamia kwa tolea za binadamu na kuwapania hofu yako. Baba, nitie nguvu. Wewe ni Mungu. Hakika wewe ni Mungu. Mimi leo niliitwa Diana. Leo naitwa Zumaridi. Baba, umenikuja kiasi hiki, umenifanya kuwa mwema, mtumishi wa Mungu. Hakika Baba, wewe ni Mungu. Unakwenda kukuja pia sasa. Umeishusha madhabahu hii kwa kusudi kubwa. Umeishusha serikali yako ya mbinguni kwa kusudi kubwa. Umeitelewesha serikali ya mbinguni kwa kusudi kubwa. Unakusudi na serikali. Unakusudi na serikali duniani. Unakusudi na serikali kuionyesha serikali yako ya mbinguni. Umeleta watu. Unakusudi Baba. Unakusudi hata kuteremsha uumbaji. Unakusudi kubwa. Hata kushusha uumbaji. Kuumba wanadamu ambao shetani aliwamiliki na kuwarudisha tena kwa mara nyingine. Na kusema nao tena kwa mara nyingine duniani. Kwenda kuwaonyesha kwa dunia. Kwenda kuwafunua kwa dunia. Umewashusha wanadamu ambao shetani aliwabeba na dunia akawafanyia kiinimacho, akazika wanyama, akazika migomba, akazika matofali, akazika nguo Baba, wakazika viumbe vya ajabu. Leo umerudisha Baba, umerudisha wanadamu, umarudisha katika mkono wako, umarudisha Baba katika mkono wako tena, watokee duniani, waonekane duniani, watu maarufu wanaokimbiwa na watu, wanaosamimiwa, ambao mpaka leo wanaenziwa, wanaimbiwa. Leo mwarudisha tena kwa mara nyingine duniani. Hakika wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni mwanzo na mwisho. Hakika binadamu unakwenda kuwasogeza katika mkono wako. Binadamu wanakwenda kukuabudu, wanakwenda kukuimbia, wanakwenda kutukuza, wanakwenda kushuka chini yako, wanakwenda kuimba wimbo mmoja. Ninaamini Baba, ninaamini haya yanasema. Ninaamini unakwenda kuifanya dunia kwa kitu kimoja. Ninaamini dunia inakwenda kulala. Naamini dunia inakwenda kurudi katika ufalme, kusifu na kuabudu sio moto. Ninaamini dunia Baba inakwenda kusifu na kuabudu sio tena moto, sio tena kuteketea. Atakaye teketea amependa kuteketea. Atakaye choma amependa kuchoma. Maana Mungu umejifunua kwa kiwango kikubwa sana. Umejionyesha duniani kwa kiwango kikubwa sana. Angalia uzao wa kwanza unavyotokea. Umejifunua kwa kiwango cha ajabu. Angalia uzao wa kwanza unavyosema nao. Angalia uzao wa kwanza unavyoonyesha uungu wako. Angalia uzao wa kwanza Baba unavyosemesha kwa ngurumo, kwa tetemeko, kwa radi, kwa shoti umeme. Unasema nao kwa kiwango cha juu. Atakayekwenda jehanamu amependa kwenda. Atakayekwenda jehanamu Baba amependa kwenda. Maana Mungu umejifunua kwa kiwango kikubwa. Umejifunua kwa uzao wa kwanza kwa kiwango cha ajabu, na hata uzao wa pili Mungu unakwenda kujifunua kwa kiwango cha ajabu. Wanadamu uzao wa pili unakwenda kuonyesha sura yako kupitia matendo yako. Unakwenda kujifunua katika uzao wa pili duniani kupitia matendo yako. Atakayependa kwenda jehanamu amependa mwenyewe. Lakini Baba unakwenda kuidunia kuionyesha mimi ni Mungu. Unakwenda kuionyesha dunia mimi ni Mungu. Wanakwenda kuangalia mbivu na mbichi, nani kweli, nani ni Mungu, nani ni shetani. Kwa matendo yako Baba unakwenda kumzalilisha shetani, nani ni binadamu. Unakwenda kumwaibisha Ibilisi aliyekuwa amejificha, akikamata watu wako kwa kujificha, akiwakamata watu wako Baba kwa kujificha. Hakika Mungu wewe Alfa, wewe Omega, unakwenda kuwaonyesha wanadamu ufalme wako kupitia matendo, kupitia ishara, kupitia maajabu, kupitia utukufu wako Baba ulioutunza kwa miaka mingi. Ulioutunza utukufu wako Baba
kwa miaka mingi umeutunza tangu mwaka 2012 mwezi wa 9 ulianza kuleta hazina zako, hata mpaka leo unazidi kuwaleta, unazidi kuwaumba. Hakika Mungu, dunia unakwenda kuionyesha sura yako kupitia hata uumbaji ulivyoumba wanadamu, ulivyowatengeneza na kuwarudishia alama zao na kuwawekea alama zao. Hakika Baba, unakwenda kuwaonyesha wanadamu, unakwenda kuwaonyesha wanadamu sura yako. Hata majengo ambayo umeyashusha wanakaa humo ambayo kibinadamu yaonekani, unakwenda kuyaonyesha hiyo ni sura yako. Hata majengo ni sura yako. Hata wanadamu ambao Baba mwakomboa, kina nani, kina Kanumba, kina Sayuki, kina Shalo, wote Baba, wote wa malaisi Baba, hiyo ni sura yako. Hiyo ni sura yako. Wote Baba, wote hiyo ni sura yako. Ni sura yako hiyo Baba ambao unakwenda kuionyesha katika mataifa yote. Unakwenda kuionyesha sura yako katika ulimwengu. Sura yako ni matendo Baba, maana wewe ni Mungu, wewe ni roho. Hakuna binadamu anaweza kukuona ataona sura yako. Sura yako ni matendo, sura yako ni majengo, magorofa ambayo Mungu umeyashusha. Watu wanakaa, watu wanaishi pasipo kuonekana. Utakapokwenda kuyafunua hayo majengo, Baba, ni sura yako. Hiyo ni sura yako Baba. Hakika ulimwengu mzima unakwenda kukuabudu. Dunia yote Baba inakwenda kukuabudu, inakwenda kukutukuza. Hakika Baba, nitie nguvu, niwezeshe Baba. Wewe ndiye Alfa. Sijawahi kwenda kwa mganga kwa baada ya kazi yako. Sijawahi kwenda kupigwa chale kwa habari ya kazi yako. Sijawahi Baba kuchukua dawa kwa mganga kwa habari ya kazi yako. Sijawahi kwenda Freemason kwa habari ya kazi yako. Sijawahi kuoga ndagu. Sijawahi Baba. Hata leo na damu nimewafanya wakuone. Hata leo na damu nimewafanya wakuone Baba. Wanakuona, wanasema na wewe kwa njia ya sauti, kwa njia ya maono, kwa njia ya viumbe mbalimbali. Baba, ni Baba, wewe ni Mungu. Umenifanya nami nikawafanya. Umenigeuza nami nikawageuza. Umenifanya kuwa mtumishi wako nami nikawafanya kuwa watumishi wako. Hata leo unasema nao. Hata leo unawabeba katika mgongo wako. Hata leo unawatokea na unawatokea unasema nao kwa sauti, kwa utambuzi, kwa maono, kwa kukuona, kwa kuwashusha skrini na kuyaona wakubwa. Wewe ni waajabu Baba. Wewe ni waajabu. Upewe sifa Baba. Utukuzwe, utukuzwe Baba. Uhimidiwe Baba. Umeniwezesha wanao. Uhimidiwe hata kufika hatua hii Baba. Bila Baba, bila roho wako nisingefika. Bila kuniongoza nisingefika. Bila kunitangulia nisingefika. Bila kuniwezesha Mungu nisingefika. Nimefika na uzao mkubwa kiasi hicho. Nimefika na watu wengi kiasi hicho. Nikitazama uzao, nikitazama Baba, watumishi wako wa zamani hawakufikisha uzao mkubwa kiasi hicho wa kwanza. Walifikisha watu 10 tu. Hawakufikisha watu kama Zumaridi. Walifikisha 10, lakini leo nina mamia mpaka 1000. Nina maelfu Baba kwa pale. Baba, wewe ni Alfa. Umenifanya ya kizazi. Umenifanya kuwalea uzao wa kwanza tukuwafikisha hapo wakiwa wengi kiasi hicho. Wakiwa wengi kiasi hicho. Baba, umeniwezesha kuwalea kwa pendo kubwa, pendo takatifu. Wakienda kinyume na wakemea na rudisha. Wakienda kinyume na kemea na rudisha. Wakitoka katika njia na rudisha katika njia. Wakitoka njiani Baba na rudisha kwenye njia. Wewe ni Mungu. Hakika atakayekwenda jehanamu utapenda kwenda jehanamu. Hakika Baba, atakayekwenda kwenye moto kuchomwa, mimi nimenawa, nimesema, nimefundisha, nimeelekeza. Hata leo nakwenda kuingia duniani sasa. Uzao wa kwanza nimeujenga sana. Uzao wa kwanza Baba nimeufundisha sana. Kama ni kunyonya, nimenyonyesha. Nimenyonyesha maziwa mpaka ya mwisho. Nimenyonyesha mpaka hata umri wamepitiliza umri wa kunyonya. Nimenyonyesha mpaka mpitiliza umri wa kunyonya. Na nimewapendelea, nimewanyonyesha kwa kiwango kikubwa sana, kwa kiwango cha juu. Nimewapa elimu yako ya roho kwa kiwango cha juu Baba. Nimewapa elimu yako ya roho kwa kiwango cha juu, na hata elimu ya roho ikazaa karama. Elimu ya roho hiyo ikazaa karama. Wengine Mungu akakuona, wengine sauti yako akaisikia, wengine sura yako akaiona, wengine kaona kwa maumbo mbalimbali, ukawatokea kwa sababu ya kuwageuza na kuwapa neno lako hiyo hai.
limewageuza wanadamu, wamegeuka, wamekuwa watumishi wako. Neno la uhai Baba limewafanya wanadamu wakuone leo. Nani binadamu gani angekuona Mungu? Ulikuwa mbali. Binadamu gani angekuona? Binadamu gani angesikia sauti yako? Binadamu gani Baba? Maana shetani aliwaweka wanadamu baina wewe. Shetani aliwaweka wanadamu baina wewe Mungu. Shetani aliwaweka wanadamu baina wewe Mungu. Shetani aliwaweka wanadamu baina wewe Mungu. Shetani aliwaweka wanadamu baina wewe. Aliwamwagia makafara, akaweka mbali wewe Mungu. Aliwamwagia makafara damu, aliwamwagia maagano, aliwamwagia makafara, aliwatolea sadaka, akaweka mbali na wewe, akaweka dhambi, akamwaga maasi, akamwaga dhambi na damu, akafanya damu kwa wanyama, akafanya binadamu kwa wanyama, akafanya binadamu kwa wanyama, aliwamwagia makafara, binadamu akafanya matendo machafu, binadamu akafanya matendo machafu, binadamu akamgeuza binadamu wenzie, binadamu wakauana, wakapigana, wakachomana, wakafanya mabaya machafuko. Shetani aliwaweka binadamu mbali na Mungu. Lakini leo Mungu, binadamu Baba wanaenda kugeuka kukujua Mungu. Binadamu Baba, uzao wa kwanza Baba, umeniwezesha hata uzao wa kwanza kuona sura yako. Wameiona sura yako Baba. Uzao wa kwanza wameiona sura yako Baba. Hata ambao kuona wamekuona kupitia kusikia maono. Wamekuona hata wao. Maana wamekutana na mambo makubwa ambayo hawajaona. Wamekutana na mambo mazito Baba. Leo unasema na uzao wa kwanza. Leo unawatokea wengine wanaogopa kuleta. Wengine Baba wanaogopa kuleta maono. Si kwamba watokee, unawatokea. Leo hata watu wa nchi mbalimbali unawatokea kwa sura mbalimbali. Unawatokea kwa watu mbali. Wa Dar es Salaam mpaka nje. Unawatokea kwa sura mbalimbali. Wachungaji watokea, serikali watokea. Kwa sura hii hakika Mungu upewe sifa. Wewe ni Mungu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Wewe ni Alfa na Omega. Niko katika madhabahu Baba. Niko katika madhabahu yako Mfalme. Umenifanya kwa ajabu Baba. Umenifanya kwa ajabu Baba. Sio Diana tena huyu. Sio Diana tena huyu. Bali ni Mungu ndani ya Diana. Bali ni Mungu ndani ya Diana. Na ukanipatia jina Zumaridi Baba. Wewe ni Alfa. Umeniwezesha Baba. Na leo natoa Baba shukrani zangu mbele zako kwa madhabahu. Na leo Baba umenifanya nitoe shukrani mbele ya madhabahu. Na leo Mungu wangu umenifanya kwa shukrani. Umenipata mitume Baba. Japo wamekufa wengi, lakini aliyopo ni kwa neema yako. Japo mitume wengi wamekufa, lakini aliyopo mitume kwa neema yako Baba. Walioko mitume ni kwa neema yako Baba. Hakika wewe ni Mungu. Utukuzwe Baba. Uhimidiwe. Uhimidiwe Baba. Uhimidiwe Baba. Umenipa mitume ambao leo unakaa ndani yao. Wanasoma ramani. Umenipa mitume Baba. Nao Baba wanawindwa kwa kiwango kikubwa, lakini Mungu mwashikilia. Wanatafuta mizizi ya ukoo, wanawinda dharana za ukoo, lakini Mungu umewashika waliopo. Unawashika waliopo Baba. Unahitaji kuwafikisha kwenye kusudi lako. Unahitaji Zumaridi kuwafikisha kwenye kusudi lako Mwokozi. Unahitaji kuwafikisha kwenye kusudi lako Baba mitume. Na kuwashika hata waliopo Baba. Wewe ni Mungu. Umeponya roho zao. Hata unasoma ramani. Hata unasoma ramani. Hata unasoma ramani. Wewe Baba umenifanya kumfanya binadamu amje binadamu. Umenifanya kumgeuza binadamu. Hata kapata roho ya kuweza kumtambua binadamu mambo yake ya ndani. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Umewageuza vijana wadogo kwa mitume wako. Umewageuza vijana wadogo na ukakaa ndani yao.
wako, unawafanya watukutu kuwa watumishi wako. Wewe ni Mungu. Mimi ni nani hata leo nikamgeuza mtume akaweza kusoma ramani, akaweza kuvaliwa na Roho, akaweza kutabiri, akaweza kuona ya ndani, akaweza kujua siri za wanadamu, akaweza kuona ya ndani. Mimi ni nani hata leo katika mitume wa kuweza kusoma ramani, wa kuweza kusoma binadamu? Maana duniani Baba, wanadamu wanakwenda kwa waganga kusoma mambo yao, lakini leo umenifanya msumariji hata kunipatia mitume wanaweza kusoma ramani, kumsoma mwanadamu, shida zake, mambo yake. Wewe ni Baba, utukuzwe mfalme wa amani. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Mungu. Hakika dunia inakwenda kutikisika. Hakika ulimwengu unakwenda kushuka. Dunia inakwenda kulala. Hata ukiwafanya mitume kusoma ramani, ndivyo unavyokwenda kuifanya dunia kushuka kwako. Hata kuwafanya mitume kuona mambo ya siri ya wanadamu, ndivyo unavyokwenda kuifanya dunia ishuke kwako. Ndivyo unavyokwenda kuifanya dunia yako yote itetemeke na kuogopa wanadamu kuarudisha chini ya mkono wako. Wewe ni Mungu. Baba, uhimidiwe. Uhimidiwe mfalme. Nipo katika madhabahu yako kuu. Nasema maneno haya ni kwa kuongoza roho yako. Umependezwa leo Baba niseme haya. Umependezwa Mungu na kuniongoza niseme haya. Asante Mungu wa majeshi. Pokea sifa na utukufu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Hakuna binadamu yoyote atakayekuwa juu yako. Hakuna mwanadamu atakayekuwa juu yako daima. Wewe ni Alfa na Omega, umejia dunia. Na wakati wako umefika sasa wa wanadamu kuona sura yako. Hakika dunia inakwenda kuona sura yako. Wewe ni Mungu wa ajabu sana. Kanisa ni wengi wameniacha. Wameniacha wengi sana. Lakini kanisa kama hujaniacha, maana unazidi kuzaa. Uzao wa kwanza unazidi kuleta. Viti vyote vimejaa. Viti vyote vimejaa. Lakini binadamu wengi waliniacha. Wakajua kama na kwenda kunyong'onyea. Lakini Mungu wa majeshi ukazidi kuzaa. Viti vyote vimejaa wanadamu. Nipe neema Baba. Hata niliyoambatana kuja kwenye maombi ya neema. Tupe neema, tupokee mwanga. Mwanga huu ni wa mwisho Baba. Tupe neema, tupokee mwanga. Tupe neema. Vitendea kimadhabahu hii. Tupe neema. Watoto wako. Wewe ndiye Alfa Baba, tupe neema. Usaidie. Usaidie uzao wa kwanza. Usaidie manabii wako na mitume wako. Tusaidie mitume. Tusaidie manabii. Tusaidie wazee wa kanisa, tusaidie. Tusaidie wana ofisi wote, mabodyguard. Tusaidie mabodyguard. Tusaidie mabodyguard Baba. Tusaidie mabodyguard wako. Tusaidie Mwokozi. Wewe ni Mungu. Hata leo Msatugala unasema naye kama maji. Bodyguard Msatugala leo unasema naye kama maji. Msatugala leo unasema naye Baba, unamtokea hata unaingia ndani yake. Wewe ni Mungu. Tazama unashuka kwa viumbe wadogo wadogo. Unashuka kwa Diana. Unashuka Baba kwa Mshinda. Unashuka kwa Mama Daudi. Baba, wewe ni Mungu. Tutahitaji neema yako. Tusaidie. Madhabahu hii imeshuka kwa habari ya dunia. Imeteremka kwa habari ya dunia. Neema yako iwe juu yetu. Neema yako iwe juu yetu uzao wa kwanza. Hakika umenifanya leo mwanadamu anapata hofu. Umenifanya leo binadamu anaiogopa sana. Umenifanya niwafanye binadamu wa kuabudu katika roho na kweli. Umenifanya niwafanye binadamu waikimbie sana Mungu, waogope dunia.
dunia ndio chafu. Shetani alikaa ndani ya fikra za wanadamu. Leo amelifanya asilimia kubwa kumtoa shetani ndani ya uzao wa kwanza. Nisaidie. Nisaidie. Nisaidie mimi. Nisaidie mimi. Nisaidie mimi Baba. Nisaidie. Nisaidie mimi. Nisaidie Baba, nisaidie. Moto ni mbaya. Nisaidie. Nia yako nifikishe Baba. Nisaidie. Moto ni mbaya. Nisaidie mimi, dunia nifikishe katika mkono wangu. Nisaidie wanadamu waliokuwa wameweka mapanda ya mizimu. Nisaidie mimi nikamtoe shetani ndani ya fahamu za wanadamu. Nisaidie wanadamu asije kuteketea Baba. Nisaidie. Kaa ndani yangu, kaa mzima mzima, nikaijuze dunia habari njema za ufalme wako. Nisaidie Baba, niko ndani ya madhabahu yako Baba. Madhabahu yako ulipokuwa umekaa wewe. Nisaidie. Nisaidie. Endelea kuniwekea roho ya ajabu ndani yangu. Endelea kunifinyangia roho ya ajabu ndani yangu isiyokuwa na kifani. Nisaidie Baba. Dunia ikakujue. Dunia ikashuka chini yako. Dunia ikatetemeke na kuogopa dhambi. Dunia ikakimbia anasa. Dunia ikakimbia anasa. Nisaidie. Wanadamu duniani waikimbia anasa. Wanadamu waikimbia dunia. Wanadamu wamkimbia shetani. Nisaidie. Nijaze Baba. Tarehe 20 hiyo. Nijaze Baba, nijaze Baba, nijaze. Tarehe 20 hiyo. Nijaze nikawajaze. Nijaze nikawajaze. Nijaze nikawajaze. Nijaze nikawajaze. Nijaze Baba. Tarehe 20 hiyo Baba. Tarehe 20 hiyo. Nijaze nikawajaze Mwokozi. Nijaze Mungu. Nijaze nikawajaze Baba. Nijaze nikawafanye kwa kondoo wako. Nijaze Baba. Tarehe 20 Baba nikawajaze uzao wa kwanza. Na dunia yote ikawe kondoo. Wanadamu wakawe kondoo. Watoke katika unyama. Wanadamu watoke katikati ya unyama wao. Wanadamu Baba nikawasogeze karibu na muumba wao. Nijaze Baba. Wanadamu nikawafanye. Nikawasogeze. 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 Nikawasogeze na Mungu aliyewaumba. Asante Mfalme. Neema yako iko kwa ajili yangu. Ukanikirimie neema. Umenitoa mbali Baba. Umenitoa mbali Mungu. Umenitoa mbali Baba. Hata leo kufikia hatua hii. Umenitoa mbali Simani. Hata leo kufikia hatua hii Baba. Umenitoa mbali. Hata uzao wangu wa kwanza kufikisha hatua hii. Umenitoa mbali Baba. Hata uzao wangu wa kwanza kufikisha hapo alipo. Umenitoa mbali Baba. Umenitoa mbali Baba. Na uzao wangu wa kwanza umeutoa mbali Baba. Uzao wangu wa kwanza Baba umeutoa mbali. Mitume watoa mbali. Wana ofisi watoa mbali. Wazee wa kanisa watoa mbali. Manabii wa kanisa watoa mbali. Baba mtuti. Kundi hili Baba la uzao wa kwanza tunaomba tufike wote. Tukazagae duniani tukazamae. Tukaiseme kweli kupitia mwanga. Huu mwanga ni wa ajabu. Huu mwanga na mavazi mmeandaa na kiti cha utawala cha ajabu. Tunahitaji neema yako Baba, tusaidie. Tusaidie Mwokozi. Umenifanya kuwa mtumishi wako. Na umenipa neema ya kumfanya mwanadamu mmoja asogee karibu na uso wako. Umenifanya binadamu awe na hofu yako. Umefanya binadamu awe na hofu kubwa mbele zako. Umenipatia manabii. Wengi wanasema nawe wanashinda kusema. Wewe ni Alfa na Omega.
Tawala, 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 tawala. Tawala uzao wa kwanza. Tukawafanya binadamu kwa kondoo. Tunaomba tutetee uzao wa kwanza. Tuingie msituni. Maana dunia imekuwa msitu. Dunia bado imekuwa msitu. Tukawatoa binadamu msituni. Tukawatoa binadamu kwenye msitu. Tukawafanya binadamu kwa kondoo. Tukawafanya binadamu kwa kondoo. Tukawatoa katika unyama wao. Tukawatoa Baba katika unyama ambao shetani kaupanda ndani yao. Tukawatoa katika unyama ambao shetani kaupanda ndani yao, na kuifanya dunia kuwa wanakondoo. Tuifanye dunia kuwa wanakondoo. Tupe neema uzao wa kwanza. Tukaifanye dunia kuwa wanakondoo. Kuitoa dunia kwenye unyama na kuifanya dunia kuwa wanakondoo. Tupe neema uzao wa kwanza. Tupe neema uzao wa kwanza. Tupe neema uzao wa kwanza. Tusimamie uzao wa kwanza. Tutetee uzao wa kwanza. Tukaifanye dunia wanadamu wote kuwa wanakondoo. Tukawafanya wanadamu wote kuwa wanakondoo wako Baba. Tukageuza wanadamu kupitia mamlaka iliyoko ndani yetu, kupitia mamlaka uliyoipanda ndani yetu, kupitia nguvu na uweza na mamlaka uliyoipanda ndani yetu. Tukaifanye dunia kwa wanakondoo. Tuwatoe wanadamu katika unyama. Unyama wa kuuana. Unyama wa kuuana. Unyama wa kufanya matukio machafu ya shetani. Wakageuke wanadamu, wakugeukie Mungu, wakuimbie. Watoke wanadamu, watoke Baba binadamu katika unyama wa shetani na kuwafanya kuwa wana kondoo. Nahitaji neema yako. Nahitaji nguvu yako Baba. Nahitaji neema yako Baba. Nahitaji neema yako Mfalme. Nguvu yako ya madhabahu unaishusha katika dunia. Nguvu yako ya madhabahu uliishusha katika dunia Baba, ikawafanya wanadamu kwa kuonoza. Ikawafanya wanadamu kugeuka kuwa kondoo. Dunia yote Baba, wanadamu wakae kondoo. Wanadamu wakageuke kuwa kondoo. Uzao wa kwanza tujaze. Tujaze tarehe 20 Baba. Tujaze Baba. Tujaze Baba mwanga wako. Mwanga wako Baba. Mwanga wako Mfalme mtawala. Tujaze mwanga wako. Tujaze Baba. Dunia ikakujue Mungu wa kweli. Dunia ikashangae maajabu. Dunia ikashuke chini ya mkono wako. Dunia ikakuabudu Mungu wa kweli. Dunia ikakuabudu Mfalme mtawala. Makutano wote wakashuke kwako. Mataifa kwa mataifa washuke kwako. Ulimwengu mzima ushuke kwako. Mataifa yote yashuke kwako. Ya kuimbie, ya kuabudu, ya kukimbilie kama nchi. Mataifa yote kupitia matendo yako makuu na maajabu yako. Asante. Asante mtawala. Asante kwa neno lako. Asante kuniwezesha Mfalme. Asante kusema nami Baba. Asante kwa ratiba kubwa hii ambayo sikujua kama ratiba hii. Sikujua kama ratiba kubwa. Usiku wa manane Baba. Usiku wa manane Baba. Usiku wa manane. Sikujua Baba kama ratiba hii utaifanya leo usiku wa manane. Usiku wa manane Mfalme. Hakika umenipa maneno mazito. Hakika umesema ndani yangu mambo mazito. Naamini sio mimi. Naamini sio mimi niliyesema, ni wewe Mungu ndani yangu. Leo umekusudia kutamka maneno makubwa ndani yangu. Asante. Asante.
Asante mtawala. Asante Zuberi. Nakushukuru Baba. Niongoze msemaji. Pokea sifa na utukufu Baba. Asante Baba.
fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.